wakati ujao. Kwa hivyo Yesu anasema wakati ujao watatokea kina nani? Haya tunisome, mimi sijaandika Biblia jamani. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Watatokea kina nani? Makristo. Wewe dini gani? Wewe. Wewe. Mimi si Mkristo, mimi ni Mkristo. Kivuli. Hebu nionyeshe kivuli. Hebu toka. Ona ukitaka maiki usigrab. Sina mwalimu na wewe unipe muda wewe. Unipe muda, unanipoteza. Bro. Mimi niko na pressure, niko na ugonjwa wa pressure. Mungu atakujalia utapona. Utakunywa maziwa ngamia na mkojo itaisha. Subiri. Ukitaka kuchukua maiki hana dini. Sema hivyo. Rudia. Sogeze na wewe. Rudia. Hebu nisomee. Twende hatua kwa hatua. Haya hatua kwa hatua. Unajua kwa kweli kwa Mkristo mpaka upige kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta. Moja, usilete matafsiri zako za kanisa. Mimi nilitoka huko. Najua vile watu wanaandika maandiko. Usilete tafsiri yako ya kanisa. Maana yake ni mtiwa mafuta. Au sawa? Yesu alitia. Kwani wewe mtume wako nani? Kwa Yesu. Nipe andiko Yesu alitumwa kwa Afrika. Wewe ni kimbroini wapi? Si nipe andiko. Ndio tukubali maneno yako ni kweli Yesu alitumwa kwa Afrika. Maandiko yamejaa. Nipe moja tu, sitaki mawili, nipe moja tu. Yesu alitumwa kwa watu wote ama alitumwa kwa Afrika? Yesu. Hakuna. Mchezo bana. Tuache hiyo. Wewe Yesu mtume moja. Yesu mtume wako? Nani wewe? Yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Na umesoma katika Mathayo kama sijakosea 24. Hauko siku soma nilitaja tu. Okay. Unataka tulisome? Naomba udhibitishie watu ya kwamba kuna Wakristo wa uongo. Sio, ebombe huyo. Ebombe maiki na hiyo kitabu. Naomba tuelewane kidogo. Sio umesema nidhibitishe. Ni matumaini yangu kwamba umekuja kufundisha, sio kushindana, si kudhalilisha na si kuonekana kama wewe ni bora kuliko mwingine. Sio umesema nidhibitishe. Tumeelewana Tunaelewana. Kwa hivyo ufundisha watu kwamba kuna Wakristo wa uongo. Umesema imeandikwa wapi na wapi? Ngoja nidhibitishe. Ebombe microphone na hiyo kitabu. Kwa sababu hiyo Biblia sijaiandika mimi. Mimi nimekuta imeandikwa na imekauka wino. Qur'ani nimekuta imeandikwa ni Kisirimu na nikakuta imepauka wino. Ebombe mic huyo. Ebu 24 na Mathayo. Nasema hivi. Anza wapi? Anza 21. Anza 21. Inasema hivi. Maandiko yanasema hivi katika Biblia mwalimu. Kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu. Hata sasa. Ndio. Wala haitakuwapo kamwe. Huyu ni Yesu anasema. Na kama siku hizo zingefupishwa hazija kutoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia tazama Yesu yuko jangwani au yuko pale, msisadiki. Bwana Yesu anasema akija mtu akwambie Yesu yuko hapa yuko kule, kusadiki ni kukubali, si ndio? Ndio. Haya twende. Msisadiki yani msikubali. Kwa maana wanatokea Wakristo wa uongo. Ebombe. Yesu anasema kwa maana wata. Chukua maiki, brother. Ugonjwa uko nao. Nilikuwa na tibu malaria. Hebu kaa chini. Nilikuwa nadhani. Hebu subiri bro. Kuna malaria. Hebu kaa chini, wachana. Hebu kaa chini. Kaa chini. Kwa shako. Hebu kaa chini. Unaona umeanza matusi. Hebu kaa chini. Umeanza zako kunidhalilisha na kuni hata. Nilikuwa nadhani. Hebu kaa chini. Sio umesema nidhibitishe. Kuna haraka kwa maana kimbia. Nataka nikueleweshe alafu niondoke. Hebu kaa chini unieleweshe. Wewe umeniambia nidhibitishe. Wewe mbona uko hivi? Sikukaa hivi nikuone vizuri wewe. Mbona unajificha wewe? Umeanza kusema mimi niko na kwashi yako. Yote mbele yangu ni nyekundu. Naomba uje hapa tuonane macho kwa macho.
Alafu weka hasira kando, tunafundisha watu usike na Hebu keti chini. usiwe na hasira. Hebu keti. Yesu amesema watatokea kina nani? Watatokea Kina nani? Makristo wa uongo. Wametokea ama watatokea? Watatokea. Wakati wa Yesu akasema watatokea. Baada ya Yesu watatokea kina nani wa uongo? Amesema, ndio nimesema shida ulio nayo. Wachana shida yangu, maandiko. Shida yangu wachana, nikaomba Mungu anisaidie. Okay, naomba niasome mwenyewe. Haya, soma mwenyewe tuone kaita. Wacha hapa tusiongeze, tusibadilishe, tusipunguze. Si usome. Kuna mtu ameandikwa usome hivyo hivyo. Si usome, kuna mtu ameongeza si usome. Usionekane mimi mbishi ama wewe mbishi. Soma. Sawa? Nimesema kwa maana watatokea. Muda gani? Wakati ujao. Kwa hivyo Yesu anasema wakati ujao watatokea kina nani? Haya, nisome, mimi sijaandika Biblia jamani. Kwa maana watatokea Makristo wa uongo. Watatokea kina nani? Makristo. Wewe dini gani? Wewe. Wewe. Mimi si Mkristo, mimi Mkristo. Wewe. Kuna tofauti ya Wakristo na Makristo. Kaa chini utufundishe, wacha sarakati, kaa chini utufundishe. Ndio nimesema uko na shida ya lugha. Utufundishe. Uko na shida ya lugha. Kumbe unajua tofauti ya Kristo na Makristo. Ukae chini basi unifundishe hiyo lugha. Si ukae chini utulie. Ni unababaratika, si ukae chini. Kwani kiti imekuwa moto? Si ukae chini. Aya, mpe msomaji endelee. Mathayo moja. Tuko 24. Usichomoke. Mpe msomaji. Mpe msomaji maiki. Unajua wewe? Wachana mimi, mpe msomaji maiki. Na kuheshimu baba. Hata mimi nakuheshimu, mpe msomaji maiki. Msomaji maliza andiko. Inasema hivi. Kwa maana Yesu anasema hivi. Yaani Yesu anabashiri, anasema baada yake. Na akasema mtu akija kukwambia Yesu yuko hapa, Yesu anaponya, Yesu anasema usikubali mtu kama huyo muongo. Ni kina nani wanatuambia? Ni Waislamu? Hapana. Sisi kina Ezekiel na kina uongo. Kabisa. Kazi yao kutajirika na kufanya miujiza ya uongo. Ndio nikasema Rwanda subiri wacha maiki bro. Kama fanya miujiza. Kwani ndio anafanya miujiza? Mtu apone kwa Muislamu. Tutajibu hilo swali, wacha. Kama kuna dawa za kuponyesha watu. Wacha kuna dawa zinatoka. Kwani si miujiza? Wacha peana maiki, wacha. Mungu anaponya hata kama ni Muislamu au Mkristo. Utapona ukienda kwa Mungu. Sasa nani hana? Mtu kupona si shida. Kati ya mimi na nani hana nidhamu? Unachukua maiki unaikalania, unaanza kuongea. Ona. Wewe ni mtu mzima. Jamani, nina jambo la kusema. Haya, mpe maiki aseme, sio kushika maiki. Kwani Waislamu wapoje? Wewe, hiyo sana kazi ya tufanyi. Yesu anasema watatokea Makristo wa uongo na kina nani wengine? Bro. Nani? Wacha kutuvurugia. Maliza andiko. Yesu anasema hivi. Watatokea Makristo wa uongo. Watatokea Makristo wa uongo. Na manabii wa uongo. Subiri. Kina uongo hawajiiti manabii? Ni manabii. Kina Ezekiel hawajiiti manabii na kina uongo? Ni manabii. Manabii wa nini? Wa uongo. Kwa sababu nabii wa mwisho aliyetumwa na Mwenyezi Mungu ni nani? 758 Qur'ani. Hapa sio sarakasi. Kabisa. Rafiki yangu amechemka. Na ndio nilikuwa leo nimeitayarisha kutoa somo. Yesu ni Muislamu, sio Mkristo. Na hakuna Mkristo anafuata Yesu hata huyu mmoja, hakuna. Nasema hivyo madogo mchana hadharani, jua likiwaka, hakuna Mkristo anafuata Yesu. Yesu anasema watu hawa huniheshimu kwa mila. Msamaji, hebu kwanza nipe 15:7 Mathayo. Soma hii yako nayo. Yeye ni Protestanti. Akija Mkatoliki tunampa yake, akija Jehovah Witness tunampa yake, tuna vitabu kila aina hapo 15:7. Hiyo ndio kazi wa Kristo wanafanya kwa Yesu. Kabisa. Mathayo 15:7 mstari wake ni wa 7. Inasema hivi. Yesu anasema hivi. Yesu akasema, enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu, akisema watu hawa huniheshimu kwa midomo yao. Yaani mnamtaja tu Yesu kwa midomo. Ila mioyo yao iko mbali
mbali nami. Mioyo yenu iko mbali na Yesu. Anasema mtawaza msali, hamtaki. Yesu anasema mfunge, hamtaki. Yesu anasema mpatie sadaka maskini, mnapelekea kina uoro matajiri waendelee kutajirika na kuwa na mandege na manyumba na nini. Maliza. Ajabu. Nao huniabudu bure. Aya, si wanatuambia wanaabudu Yesu Kabisa. Yesu anasema wanamwabudu Yesu leo. wakifanyaje? Maliza. Na wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mnafuata maagizo ya wanadamu. Lakini nabii wa mwisho ni nani? 758 Qur'ani. Huyu ndiye nabii aliyetumwa na Mwenyezi Mungu akiwa wa mwisho wa watu wote. Katae wewe Mkamba, shauri yako, sisi tumekufikishia. Huyu ndiye mtume wako. Shauri yako. Yesu kwa kabila 12 za wana wa Israeli, Mtume Muhammad kwa watu wote. Sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Inasema hivi. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Sema ewe Nabii Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Enyi watu. Naona hakika mimi. Enyi watu. Lakini Yesu alisema mimi ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Kabila 12. Naye mtume anasema enyi watu. Hakika mimi ni mtume. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwenu nyinyi nyote. Ukipata mwingine baada ya mtume, huyo wa uongo. Kabisa. Na ndio nikasema Yesu alikuwa ni Muislamu. Nataka brother naomba tu nipe dakika 10 nifundishe. Alafu ndio maswali yapatikane. Nipe dakika 10. Usimpa maiki. Tulia kidogo. Naomba mpa maiki. Unasemaje? Nasema kwa sababu siku ana habari mko na mkutano. Naam. Nitakuja kesho. Uko na swali ya kuuliza? Nimesema endelea na mafundisho yako. Ndio mimi kuna maswali kama 100 hujawezi. Si uyaulize. Kwa sababu umesoma 24. Ni mimi nimeandika. Hujaandika. Lakini umetafsiri vibaya. Tutafsirie vibaya. Umesema watatokea makristo. Tutafsirie sio wa Kristo. Kuna tofauti ya Mkristo na makristo. Na kusomea kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichoandikwa Matendo ya Mitume 11:26 inasema hebu somea msomaji ili sikasemekana 11:26. Kisha akatoka kuna tofauti ya makristo na wakristo. Haya tufundishe na itakuwa nimekosea, hakuna mwanadamu aliyekamili. Kisha akatoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Ikawa kwa muda. 26 kisha huyu ni Paulo. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Ndio. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa miaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Waliitwa makristo ama wakristo? Waliitwa Wakristo. Na wao wamesema kunatokea wakristo wa uongo ama makristo wa uongo? Makristo ni moja ama ni wengi? Ni wengi. Na wewe si ni mmoja wao? Unajua shida yako Luka ndio wewe. Brother, kutolea andiko. Umetoa hilo andiko. Okay, kwa mambo mawili hapa. Subiri. Nisikilize na mimi. Ikasema kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta. Keti chini. Kitu tumekuwekea sababu yako. Keti chini. Tulia. Tulia. Napenda kuongea na kama umekaa chini. Tulia. Okay. Nani huyu alitoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli? Sauli unajua ni nani? Tuko huko. Tutakuja huko. Andiko umetoa wewe. Akaenda kumtafuta Sauli pamoja na wakamleta mpaka Tarso Nani alienda kutafuta Paulo? Sawa wewe. The topic is about makristo na wakristo. Nataka tujue kuna tofauti ya wakristo na makristo. Simple and clear. Nini tofauti ya wakristo na makristo? Nini tofauti? Walio wa kweli, waliofundishwa na Yesu, ambapo ni mimi na wewe, wanaitwa wakristo. Waliitwa wakristo. Antiokia. Hauhubiri. Keti chini. Waliitwa wakristo, hawakuitwa makristo. Hauhubiri, unanifundisha. Kwa hivyo Yesu alisema, nisikilize, unanifundisha, hauhubiri. Unanisikiliza, unanifundisha mimi na nimekubali kuwa mwanafunzi wako. Naam. Yesu akasema watatokea makristo, ukasema wewe ni mkristo sio makristo, si ndio? Sasa Kristo, nataka tuone hili neno kwanza lilitokea wapi na ni nini maana ya neno Kristo, ndio tuone kama wewe ni mfuasi wa Yesu. Pia umesema
kwa kinywa chako. Wewe umefundishwa na nani? Tusiende kule. Tusiende mafundisho. Nataka tujue watatokea makristo wa uongo. Je, ni makristo kama ni watu wengine? Ndio nataka tusome. Biblia inasema watatokea makristo wa uongo. Na mimi nimekutolea kuna watu wanaitwa wakristo. Wewe ni mmoja wao. Mimi ni Mkristo wa kweli. Tukiwa wengi tunaitwa wakristo. Nini maana ya tumeelewana kwamba tutatokea makristo wa uongo. Unafundisha ya makristo na wakristo. Sasa nini? Wewe sikiza, wewe si makristo, wewe ni Mkristo. Ninyi ni wakristo. Ni wakristo. Kwa hiyo ngoja subiri. Nini maana ya wakristo? Wakristo tumeambiwa walikuwa wanafunzi wa Yesu wakaenda mpaka Antiokia, na wanafunzi wa Yesu waliitwa mwalimu wangu. Nini maana ya wakristo? Okay, ndio ile kusomea. Nisomee. Wakaenda, mimi sijaandika Biblia. Yasema kwamba wakaenda si mtu mmoja, walikuwa wengi. Wakaenda Tarso imtafuta Sauli. 11 starting to kwa kichwa because I knew the head bro. Ni 11:26 Matendo. Mjiaji wewe. Okay. Okay, inasema tofauti ya Wakristo na Makristo. Tusomee. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, full stop. Na wanafunzi waliitwa Wakristo. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu ambao ni mimi na wewe waliitwa Wakristo. Unanifundisha mimi? Ndio. Unanifundisha. Wanafunzi, nisikilize basi, umetoa andiko. Hawa wanafunzi ni wanani waliitwa Wakristo? Wa Yesu waliitwa. Hapa kuna Yesu. Hapa kuna Yesu. Sababu huko ni Antiokia. Na Yesu hapo kajaga Antiokia. Yesu alikuwa Yerusalemu. Lakini alitumana taratibu. Nikidai andiko alitumana utakosa. Nisikilize na mimi. Nimeuliza nini? Nimeuliza hivi. Nini maana ya Wakristo? Wakristo maana yake ni wanafunzi wa Yesu waliitwa Wakristo. Umejibu kaa chini. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu umejibu, mpe maiki. Na iko sawa, iko vibaya. Iko sawa, mpe maiki. Kwa hivyo watatokea Wakristo wa uongo ama Makristo? Mpe maiki tuangalie ni wa uongo ama ni wa kweli. Mpe maiki. Mpe msomaji. Msomaji. Ndio. Nipe Biblia walioanzisha Ukristo. Hiyo Matendo 11:26, hiyo ya Katoliki. Wachana ya Protestanti. Haya. Hiyo 11:26 nataka mchuzi wake. Sikia, walioanzisha Ukristo wanapapanua nini maana. Yesu hajaanzisha Ukristo wala hawa wanafunzi sio wanafunzi wa Yesu. Usiende bila maiki. Kwani umeanza vita? Utagonga huyu mwenye kamera. Kaa chini. 11:26. 11. Umeipata hiyo ya Katoliki? Ndio hiyo. Haya, hapo chini mchuzi wake 19. 11:26 mchuzi wake. Ndio mwalimu. Inasema, sikilizeni, inasema hivi, Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Amen. Nini aya subiri andiko lisomo, aya piga makofi. Kwisha. Kaa chini. Wafuasi wa Kristo. Haribu mkutano. Kaa chini. Unaharibu mkutano. Ukisikia raha sema haleluya, sio kupiga makofi. Hii sio mpira, hii ni maneno ya Mungu. Na mimi ndio nasikia nikisikia raha sema takbir, wasema Allahu Akbar. Wewe ndio unasema haleluya, Wakristo wanasema Bwana asifiwe, sio kupiga makofi. Rudia. Nitarudia tena, nasema hivi. Nasema hivi. Wakristo ndio maana yake wafuasi wa Kristo. Twende. Hilo ni neno, ni jina la kupanga. Hilo ni jina la nini? La kupanga tu. Hebu subiri, Muislamu, ukipanga nyumba ni yako? Hapana. Ukipanga nyumba ni yako? Ni neno la kupanga. Walivyofanyaje? Walitumia wapagani wa Antiokia. Walitumia wasiokuwa na dini wa Antiokia, wapagani wa Antiokia wakatumia hilo jina kuwaitia wafuasi wa nani? Antiokia. Twende. Katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Maliza. Wapagani hao walilielewaje hilo neno? Wapagani wote mpaka bahari dini.
wapagani hao walifahamu neno hili Kristo kama jina la ukoo tu. Unaona, wewe ukisema wewe ni Mkristo ni jina la ukoo, sio dini. Maliza. Si kama jina la cheo. Haya, msomaji, funga hiyo ya Katoliki, rudi katika hii nyingine, mpe hiyo Biblia, nifungulie ukurasa 282 hapo chini. Nini maana ya neno Kristo? Alianza na habari basi. Alafu tumalize twende swali lingine. Hapa ndio tunasimamisha hoja hivyo, sio kupiga makofi. Yeye anakuja shule kufunzwa. Anakuja college. 280. Ukurasa 282 pale chini. Nini maana ya neno Kristo? Sikiliza. Kitambo. Bro, wakuito. Hebu sikiliza nini maana ya neno Kristo. Sikiliza ukweli. Usirukaruke tu, watu wanakushangaa. Watu hapa ni wasomi wamenyamaza tu. 282 inasemaje? Inasema hivi. Neno hili Masihi. Ndio. Kwa Kiebrania. Neno hili Masihi kwa lugha ya Kiebrania ama Aramaic aliyozungumza Bwana Yesu. Sababu Yesu ameongea lugha mbili. Ameongea Aramaic na ameongea Kiarabu. Wakati amekaa Misri na mama yake, wakati ametoroka kuoa na Herode. Ameongea Aramaic na ameongea Arabic. Wanasalimiana shalom alayhi. Kwa Kiarabu salamu alaykum. Twende. Neno hili Masihi kwa Kiebrania. Kwa lugha ya Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta. Maana yake moja, mtiwa mafuta. Au mwenye kuwekwa wakfu. Au mtu ametolewa tumikie mambo ya dini ndio kuwekwa wakfu, ndio maana ya Myunani anamuita ndio neno Masihi kwa Aramaic. Kwa kutiwa mafuta. Awe ili awe mfalme. Ndio au kuhani. Au nabii. Kwa hivyo mtu yote akiwa ni nabii wa Mungu, Myunani akimuona anamuita nani? Maliza. Kwa Kiyunani nabii. Kwa Kiyunani, kwa lugha ya Kiyunani akina Paulo waanzilishi wa Ukristo. Kwa Kiyunani wa Kristo. Kwa hivyo nini unasikitika? Hebu chukua maiki. Limesema neno Masihi kwa lugha ya Kiyunani ni nini? Sasa unafanya ni kama kuandika zero, unaifuta unaandika o. The same thing. Kwa sababu nini maana ya neno Masihi kwa Kiebrania? Alikuwa Kiyunani mtu wa mafuta, mfalme. Kwa Kiyunani ni Kristo. Kwa hivyo mtu yote subiri, unanifundisha. Kwa hivyo mtu yote ambaye kwamba ni nabii au ametoa mafuta kwa Wayunani ni nani? Kristo. Kwa hivyo ukiona mtu akisema yeye ni Mkristo, yeye ni mpasi wa mtiwa mafuta, hana dini. Sema hivyo. Rudia. Sogeze nawe. Rudia. Hebu nisomee. Twende hatua kwa hatua. Haya, hatua kwa hatua. Unajua kwa kweli hili Masihi kwa Mkristo mpaka upige Biblia. Kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta. Moja, usilete matafsiri zako za kanisa. Mimi nilitoka huko. Najua vile watu wanageuza maandiko. Usilete tafsiri yako ya kanisa. Maana yake ni mtiwa mafuta. Au sawa. Yesu alitiwa mafuta. It's okay. Kwa Kiyunani ni nani? Hao mwenye kuweka wakfu kwa kutiwa mafuta ili hao mfalme. Yesu alikuwa mfalme. It's okay. Haya, twende. Endelea. Tuendelee na hapo. It's okay. Hata sisi tunajua it's okay. Endelea. Hao kuhani. Yesu alikuwa kuhani. Hao nabii. Kwa lugha ya Kiyunani anaitwa nani? Mbona ruka yeye haraka ya wapi? Hao nabii. Yesu alikuwa nabii? Yes or no? Yesu alikuwa nabii. Labda tuulize maandiko. Wewe Yesu alikuwa ni nabii? Ndio. Takbir! Nakubali leo Yesu mwana wa Mungu ni nabii wa nani? Haya, maliza. Kwa Kiyunani. Kwa Kiyunani Mtume Muhammad alikuwa nabii au la? Ndio. Alikuwa ni nabii. Kwa hivyo nikimuita Kristo ni mbaya ni mzuri. Kama wewe ni Myunani, ukimuita Kristo si makosa. Hebu kaa chini. Hebu kaa chini, mimi kwanza kaa chini. Na huyo ndiye mtume wako. Ukimkataa jikoni unakuwa unazio kula mtume wangu hapa sumbutu. Inasema hebu subiri. Kwani wewe mtume wako nani? Kwa Yesu. Nipe andiko Yesu alitumwa kwa Afrika. Wewe ni kimbroini wapi? Si nipe andiko. Ndio tukubali maneno yako ni kweli Yesu alitumwa kwa Afrika. Maandiko yamejaa. Nipe moja tu, sake mawili, nipe moja tu. Yesu alitumwa kwa watu wote ama alitumwa kwa Afrika? Yesu. Hakuna. Mchezo bana. Tuache hiyo. Wewe Yesu mtume ngoja. Yesu mtume wako?
Nani? Wewe. Mpe huyo tumuulize. Mpe huyo tumuulize. Wewe ndio unaleta mzaha. Yesu mtume wako. Mpe tumuulize kani mtume wako. Mpe tumuulize kani mtume wangu. Mpe huyo maiki. Msimba kweli. Kwako wewe. Somaji. Hapo ni 15:24. Inasema hivi. Mathayo 15 mstari wake ni wa 24 mwalimu wangu. Ndio. Inasema hivi. Yesu akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu anaambia yule mama Mkanaani, mimi sikutumwa kwa watu wengine ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Twende Mathayo 19:27. 27 Mathayo. Leo huyo amekuja college. Haya. Biblia inasema Yesu atawaruka nyinyi. Kabisa siku ya mwisho. Wewe mweusi kama mimi, nakwambia wewe hakuna Mwisraeli hakuna Mwisraeli mweusi. Sikiliza maneno ya Yesu 19:27. Sema yeye Mwisraeli alimwagika na lami. Hakuna Yesu aliyetumwa kwenu. Maana kama mweusi. 19. Inasema hivi. Ndipo Petro akajibu akamwambia Yesu. 19:27. Inasema hivi. Ndipo Yesu akajibu kumwambia Petro. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, tazama. Petro anaenda kwa Yesu anamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tumekufuata wewe. Tutapata nini basi? Unaona, Petro anataka kujua pili si yeye kufuata Yesu, atapata nini? Yesu akajibu nini? Yesu akajibu akamwambia, amin nawaambia ya kwamba nyinyi mnanifuata mimi katika ulimwengu mpya. Yaani katika ufalme wa Mungu atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake. Yesu anajiita mwana wa Adamu kwa sababu mama yake alikuwa ni mwanadamu Mariam. Akaketi katika kiti cha utukufu wake. Kiti cha utukufu wake ni kiti cha unabii kwa wana wa Israeli, sababu kila nabii atakuwa na kiti chake cha utukufu. Twende kabisa. Nyinyi nanyi mtafanyaje? Mtaketi katika kiti viti 12. Kusoma vizuri. Nyinyi nanyi saumu pia imekuwa karibu. Mtaketi. Haya, twende kazi. 27. Mtaketi katika? Nanyi mtaketi katika kiti viti 12. Viti 10 na ngapi? Viwili. Mkifanyaje? Mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Mpe. Wapi ya Wakristo hapo kiti ya 13? Wewe kuna swali unaweza enda university ulize watu wakushangae. Wapi kiti ya 13? Hii ni university yenyewe. Hapa inaitwa university ya kuwafundisha watu. Hata nabii wako. Wapi kiti ya 13 ya Wakristo? Hiyo ndio swali nimeuliza. Naomba nikufundishe basi mambo. Kabla hujanifundisha nijibu. Yesu amesema vitu viko ngapi? Tuache hata Biblia. Nani? Acha tuone imani yako. Pole. Tuko kwa hilo andiko. Sababu nimekuuliza. Wewe nabii wako ni nani? Ukatamka ukasema ni nani? Yesu. Nikakupa andiko linasema Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa wapi? Wa nyumba ya Israeli. Nikakupa andiko la pili. Yesu anasema viti ni 10 na ngapi? 2. Watakalia wanafunzi 10 na wangapi? 2. Wakihukumu kabila 10 na ngapi? 12. Nikauliza wapi kiti ya 13 ya Wakristo? Haya, 28 19. Usiende huko Mathayo. Hiyo ikusaidii. Haya, tunauliza Yesu sio mimi bwana. Nauliza kiti ya 13. Nauliza Yesu bwana. Yesu mimi. Ndio. Nitajuaje mimi ni mtu wako? Ndio. Anajibu hapo. Haya, isomwe. Ngapi? 29 28 bwana. Wewe ni wapi wewe? 28 29. Hiyo andiko hakuna. Mathayo 28 hakuna. Unashafika mapema hiyo. Hebu subirini. Walipokuwa brother, hebu subiri. Nilikuwa naomba ndugu yetu, hebu mpeni ndugu yetu kiti hapo. Hebu mpeni kiti ya pale. Kama kuna Muislamu anaweza ama mtu yote atupe kiti moja tuweke pale. Brother, tunataka pale upewe mic kwa sababu wanaume wanakutana juu ya meza. Men meet on the table where there are other men. Ukae pale. Sio usiweke mhadhara yako hapo usianze kusema iko. Hapa sio ushabiki wa Man U. Ama Harambee Stars na Gabon ya stadium. Pewa kiti ukae pale tukupe mic tukusikilize. Haya tupe. Inasema hivi. Kiti ya 13 ya Wakristo. Pea bwana. 28:18 inasema Yesu akakuja kwao akasema nao akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu. Haleluya. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mimi Yesu.
mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana yote wapi kiti ya 13 ngoja Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Yesu usiende kwa wewe, wapi kiti ya 13 ya Wakristo? Hiyo ndio naongoja. Yesu anasema sasa, ile tafsiri yako ya kanisa unaleta. Yesu anasema viti ni 10 na ngapi? Sasa mimi ndiye mlango, mimi Yesu ndiye. Na kama uingii kwangu wewe utapotea. Unataka kupotea ama unataka kuokoka? Atasema Muislamu wala mtu yeyote, any person, iwe ni Mkristo iwe si Mkristo, kila mtu akiingia kwa mlango wa Yesu ataokoka. Watu wa Mandoko mjue hivyo. Yesu anasema mimi ndiye mlango. Ufunuo inasema hivi. Kisha nikasikia sababu yao waliotiwa muhuri. Waliotiwa muhuri ni wangapi? Aje tufungue. Hiyo si ndio Ukristo bana? Alifungulie Ufunuo, nikasikia sababu yao waliotiwa muhuri. Chai unaenda huko? Wacha aende. Soma 7:3. Ndio nataka Ufunuo. Kiti amekosa ya 13 ya Wakristo amekosa. Kabisa. Itapatia pale mtume wa watu wote aliyetumwa na Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu huyu amekufa kifo cha mende huyu. Amekufa kifo cha mende bila dumu. Ama chachura. Tupo juu. Amejimaliza. Haya. Maandiko yanasema hivi katika Biblia, mwalimu wangu. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya wana wa Israeli, watu 144,000. Nikasikia hesabu waliotiwa muhuri katika kabila ya Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Na wewe? Hapana. Wa Kenya? Hapa. Wa Afrika? Hatuko. Hapa hatuko. Kwa hivyo kwenye hesabu Yohana alisikia ikitiwa muhuri huko mbinguni. Mimi siko na hata mimi siko. Na Yesu amesema sikutumwa ile kwa kondoo aliyepatia nyumba ya Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Hapana. Na mimi? Hapana. Kwa hivyo Yesu sio mtume wetu. Malizie. Ngoja andiko malize nawe. Maliza. Usikie haya andiko. Haya niendelee. Akasikia hesabu kabisa. Inasema hivi. Maandiko yanasema hivi tena. Inasema hivi. Wa kabila ya Yuda 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Rubeni 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Gadi 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Asheri 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Naftali 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Manase 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Simeoni 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Lawi 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Isakari 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Zabuloni 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Yusufu 12,000 waliotoa muhuri. Wa kabila ya Benjamini 12,000 waliotiwa muhuri. Hao ni kabila ya Waisraeli ambao wataingia peponi. Hesabu inajulikana. Lakini mimi na wewe hatupo hapo. Umekubaliana na mimi? Sisi hapo. Shamaliza. Endelee. Wewe usibishi. Andiko endelee kidogo tu. Kidogo tu. Alafu unasema takibiri. Endelea. Subiri sasa. Wewe alikojaisha. Usijaribu ladha. Kuna kitu unaficha. Kuna kitu unaficha. Nataka niwaambie watu leo. Nani bro? Nisikilize. Baada ya hayo. Subiri utaharibu. Nisikilize kwanza. Mimi najua naelekea wapi, ndiko nimelisoma. Kwa hivyo hii hesabu ya hawa imeisha. Imeisha. Baada ya kuisha mimi na wewe hatuko. Sasa tuangalie mimi na wewe tuko wapi? Sasa kazi ya nini siumpe endelee? Mimi najua. Mimi nilikuonea 18 kitambo. Kisha nikaona nasema baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezao kuhesabu. Weka tulia bro, utaharibu. Wacha sarakasi, subiri. Andiko zimetoa wewe. Si wacha andiko lisome tuone kama Wakristo wako hapo. Sio sasa unaangalia pa ama babati twende.
Inaendelea kusema hivi maandiko mwalimu wangu. Watu wa kila taifa. Watu wa kila taifa na kabila. Na kabila. Na jamaa na lugha. Na jamaa na lugha wamefanyaje? Wamesimama mbele ya kiti cha enzi. Na mbele ya mwana kondoo. Ndio. Wakilia sana kwa sauti kuu wakisema, wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Ndio. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Ndio. Na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne. Ndio. Nao wakianguka kifudifudi. Wakifanyaje? Mbele ya kiti kile cha enzi. Wakifanyaje? Wakianguka kifudifudi. Ipe. Haya, hebu anguka kifudifudi tujue wewe Mkristo uko hapo. Taratibu, andiko umetoa wewe. Usilete ubishi. Nilikwambia. Hao watu kila kabila, nisikilize, andiko umetoa wewe. Ongea. Sio ati niongee, tunafundishana mimi na wewe. Andiko umetoa wewe. Hawa ambao kwamba ni kila kabila, kila lugha, kila jamaa, wanafanyaje kule? Wanafanyaje? Wanaanguka? Nilijua andiko taliruka. Sio. Nilijua andiko taliruka. Siruki, naomba nisome mwenyewe. Sema hivi. Nataka uanguke kibondiboni nijue Wakristo wako hapo. Nitaanguka. Kwani kuna shida kuanguka? Haina shida, nitaanguka. Naomba tusome. Inasema na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na zao wazee nao wakianguka. Nani? Malaika. Wakifanya nini? Wakianguka. Wewe ni malaika? Hapana. Mimi ni malaika? Hapana. Hii si topic. Topic ni mlango wangu na wewe uko wapi? Na ndio umeuruka. Amesema chukua kamera hapo. Sawa Hebu kaa chini. Wewe umeongea kama nimesimama, nimenyamaza. Wale watu ambao kwamba ni kila taifa, kila lugha, kila jamaa wanafanyaje? Mpe msomaji wangu anisomee. Nipe msomaji wangu anisomee. Naomba nipe msomaji wangu anisomee. Msomaji wangu anisomee. Nataka msomaji wangu anisomee. Okay. Lakini usikoroge. Sikoroge, hii si unga ya njera, hii ni maandiko. Unga ya njera ndio inakorogwa, inalala, inapikwa aje. Habari. Kaa chini ndugu yangu. Jana yeye atasimama, wewe rudia andiko. Mwalimu amechanganyikiwa. Ninakwambia nini nilijua. Umechanganyikiwa mapema. Haya twende. Haya. 7:3. Amechanganya vipi sisi pia? 9. Baada hayo inasema maandiko yanasema hivi katika baada ya wana wa Israeli kabila 12 kuingia na mlango umefungwa, baada ya hayo ndio naona watu wa kila kabila tena unaanza kuongeza. Haijasema ulifungwa. Kama ilifungwa toa, ilifungwa hapo. Haijafungwa, imefunguliwa, mbe endelee. Inasema hivi. Baada ya hayo maandiko yanasema hivi katika Biblia mwalimu wangu, naendelea kusema hivi. Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Huo ni umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa Kristo. Usiongeze Muhammad. Wacha amalize. Twende. Inaendelea kusema hivi. Haya. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamevikwa mavazi meupe. Twende. Wamesimama mbele za kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Ndio. Wamevikwa mavazi meupe. Wana matawi na mitende mikononi mwao wakisema wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Malaika. Taratibu, sikiza andiko. Sasa kuna mtu amekataa si malaika, sikiza andiko. Somaji twende. Twende. Anatuchanganya bwana. Haya. Amechanganyika mapema. Malaika wote walikuwa wakisimama. Kama mbele za kiti cha enzi cha ile. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Na sahau wazee. Na wale wenye uhai wanne. Nao wakaanguka kifudifudi. Ebombe. Kila nani wanaanguka kifudifudi kati ya watu na malaika? Malaika. Kwa hivyo malaika ndio wanaanguka. Sio watu. Haya, simamia hapo. Nipe 6:9 Mathayo. Sasa wewe ngoja. Subiri. Umekata, umejibu. 6:9 Mathayo. Amesema malaika ndio wanaanguka wapi? Sio mimi. Maandiko yanasema malaika wanaanguka wapi? Wanaanguka vipi? Kifulifuli. Hebu nionyeshe kifulifuli. Hebu toka. Shida.
sujudu. Ona ukitaka maiki usigrab. Ile shida mwalimu na wewe unipe muda wewe. Unipe muda unanipoteza. Bro. Mimi niko na pressure, niko na ugonjwa wa pressure. Mungu atakujalia utapona. Utakunywa maziwa ngamia na mkojo itaisha. Subiri. Ukitaka kuchukua maiki kisha pole pole sio kugrab, utaiharibu maiki yenyewe imezeeka. Sitakisa Mathayo, malaika wanafanyaje? Sitakisa Mathayo. Inasema hivi. Hebu songeni kidogo. Mathayo 6:9. Yesu anasema hivi. Ndio. Basi nanyi salini hivi. Nanyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Ndio. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Ndio. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Subiri, mpe maiki. Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Sasa wewe unachanganya mada, mada. Unisikiliza naenda kwa mlango, unaenda kwa mbingu. Wewe bro, Tufanye gani? ungesikiza huyu mtu anaenda wapi? Ama teacher of order. Mimi ni mwalimu wa mpangilio. Tunadiscuss mada gani? Ungesikiliza Mlango ama kusujudu? Toa kusujudu. Tuachane mlango. Ungesikiliza huyu mtu anaenda wapi? Ungeanza kulaumu. Yesu anasema mkisali mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Sasa tumetoka kusali kwa mlango ama tu kwa Yesu ama kwa mbingu? Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Kama wapi? Mwalimu, kama wapi? Naomba tufanye hivi. Kama wapi? Kama ni mada moja tuzungumze, ikiisha twende kwa lingine. Tuko kwa mlango wa Yesu. Na ndio hata mimi nikaliza mlango nikakuonyesha. Sasa umeruka kwa mlango, umeenda kwa mbingu. Na ndio kwa mbingu. Tumepata kule mbinguni. Malaika wanafanyaje? Mara si kusujudu. Ukitaka tulifanye sasa hivi tuanze. Bro. Si kusujudu. We are talking about mlango wa 13 uko wapi? Nikakutolea. Nikakuonyesha kwamba baada ya wana wa Israeli kuingia mbinguni, kuna watu walikuja wa kila kabila, kila lugha mbele ya kiti cha Mwenyezi Mungu. Alafu wakafanyiwa hukumu. Nao ndio Yesu anasema mimi ndiye mlango. Kwa hivyo hao watu walipitia kwa mlango wa Yesu. Kaa chini, umemaliza, sina shida. Kaa chini. Kaa. Unataka tunajadili na kushuhudishana. Wewe umetoa andiko linasema malaika kule mbinguni wanafanyaje? Wanasujudu. Na Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Huko mbinguni. Mbinguni malaika wanafanyaje? Wanasujudu. Na hapa duniani tufanyeje? Sasa muone. Sasa wewe nauliza, mimi ni malaika? Nauliza mimi ni malaika? Malaika wameniambia na ukanionyesha wanafanyaje kule mbinguni? Hebu nionyeshe malaika mmoja alisujudu hapa duniani. Kwa andiko malaika wanasujudu. Nauliza kuna malaika umesema matendo yako yatimizwa hapa duniani kama huko mbinguni. Mbinguni malaika wanafanya nini? Malaika wanasujudu. Je, Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama kule wapi? Huko mbinguni. Mbinguni malaika wanafanyaje? Malaika ama watu? Malaika. Si malaika. Na kuna mtu amekwambia ni malaika? Mapenzi ya wewe ingekuwa kuna watu wanasujudu mbinguni. Ungesujudu. Bro, mimi na wewe tuko duniani. Si tuko duniani? Tuko duniani. Na Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Huko mbinguni. Mbinguni malaika wanafanyaje? Wanasujudu. Na hapa duniani tufanyeje? Tusujudu kama malaika. Wakristo wangapi wanasujudu tujue na ndiko linawahusu? Sasa unaona sasa. Do you see the problem? Sasa umetoka kwa mlango umeenda kwa sujudu. Umeona? Tulikuwa tunaongea juu ya mlango wa 3. Brother, naomba tuonane kesho kama ngoja dakika moja. Nasema naomba andiko umetoa wewe. Ulitoa andiko kuonyesha kisha nikaona bro, nisikilize wacha kulalamika. Kama nikubishana mimi sima. Wanataka tutubishani. Andiko umetoa wewe sasa unazaliwa mandogo, nimelelewa hapa, sitaki watu wakuwe na shaka na mimi. Wewe umetoa andiko kisha nikaona watu kutoka kila kabila kila nini ukasema ni Wakristo, si ndio? Sijasema Wakristo mimi. Ulikuwa unataka kumaanisha hao watu ni dini gani? Wala sijasema mimi. Ni dini gani hao watu? Ningesema Wakristo wako wapi hapo? Ungeuliza swali. Wacha nikuuliza mlango wa 13 kiti ya 13 ya Wakristo. Ukanisungusha Yesu ni mlango au sijui nini. Mimi nilikuwa nataka Yesu amesema viti ni 10 na ngapi? Na zimetajwa hapa mpaka hesabu hii inajulikana kabisa. Na Wakikuyu na Wakamba na wanini hawako. Kisha nikaona watu wengine wanakuja kila kabila na lugha na jamaa. Hao watu ni dini gani? Pole pole. Watu wa kila kabila. Sawa? Wewe ni kabila gani? Mkikuyu. Na mimi Mkamba. Wasomali wa Kikuyu walikuwa wapi? Kila kabila ilikuwa wapi? Baada ya ile kumalizika 12 wanakuja watu wa kabila zote. Uko wapi hapo? Uko hapo ama huko?
Wapi? Kwa hiyo sio kabila. Mimi niko hapa sababu na sujudu. Wewe ndiye hauko sababu husujudu. Kwa hivyo mlango wako utakuwa wa Yesu. Ukweli ama uongo? Hata mlango wa Yesu. Sisi wamesema hesabu ilisemekana ni ya kila kabila. Sasa akasema kibada nikaona watu wanakuja wa kila kabila. Wewe huko, mimi niko. Ile 12 si ni wana wa Israeli? Wameingia wapi? Uzima wa wapi? Wa milele. Hiyo imeisha yao. Wakakuja watu wengine ambaye kwamba wale watu kuna malaika wanasujudu wapi? Si malaika, watu walikuja. Mbona lugha ya watu kukuja? Watu walikuja, kwa hivyo inamaanisha kuwa baada ya Israeli kuingia mbinguni, wakatoka kiti cha enzi. Watu walikuja wa kila kabila, kila lugha. Hakuna mtu ameachwa hapo. Hata wewe. Ambao wanasujudu, si ndio? Ningesema wanasujudu. Mpe arudie. Sio mpe arudie. Malaika si wanauka tuonyesha kabisa malaika wanasujudu mbinguni. Na Yesu akasema tukisali na si hapa duniani tusujudu. Bila malaika wanasujudu wapi? Sasa ukakuta, sasa unaona unataka kutoroka. Kesho ni siku pia. Hebu subiri. Nataka unisaidie ndiko moja. Brother. Nataka unisaidie ndiko moja. Hebu mpe. Nisomwe. Yesu alikuwa wa dini gani? Yesu alikuwa wa dini gani? Okay, Yesu naweza kuwa nimepotea, nijue leo Yesu alikuwa wa dini gani nimfuate. Yesu alikuwa wa dini gani? Yesu alikuwa Mkristo. Alikuwa Mkristo. Wewe nani? Halo. Ama utaenda kumshikia? Mwambie aje msaidia hapa. Hebu mpe maiki. Yesu alikuwa subiri. Yesu alikuwa dini gani? Si ni Kristo tu, Kristo tu. Yesu alikuwa Kristo. Kristo. Yesu alikuwa Kristo ama alikuwa Mkristo? Kristo, Mkristo. Wewe ni dini gani? Yesu Kristo, mimi Mkristo. Subiri sasa. Wewe ni Mkristo, unafuata nani? Kristo. Ambaye Kristo ni nani? Dini yangu. Kristo ni nani? Yesu. Kwa hivyo wewe ni mfuasi wa Yesu. Haya mpe huyo. Kidogo basi. Mpe huyo basi sisi jibu mpe huyo. Tunataka kuchomoka ile 44 na Mathayo. Haya, mwalimu. Ile 44 na Mathayo. Inasema hivi. Kitabu ni cha Mathayo mwalimu wangu. Kwa rafiki yangu huyu. Wallahi anatufurahisha sana. Mathayo 4:44, angalia kama andiko ndio hilo. Mathayo 4:44. Kitabu ambacho kama hakina bismillah. Kitabu nyeusi. Ina 44 Mathayo inasemaje? Ama Luka ama Marko? Nafikiri hiyo katika Luka. Inasemaje mwalimu wangu? Soma ina 44 nikwambia kama ndio hilo. Mathayo 4:44. Luka hiyo. Mwalimu ifiki. Luka. Nafikiri ni Luka ama Marko. Luka 4:44. Nipe Marko. Twende Marko. Hebu nipe Luka 4:18. Pengine huko. 4:16. Kitabu ni cha Luka. Ngapi mwalimu? Nisomee tu ile kawaida Luka 4:16. Wacha nitafute hiyo nyingine. Luka 4:16. Ndio. Nimeikaribia. Hiyo ndio mwalimu inasema hivi. Inasema hivi. Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Naam. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Hebu mpe. Yesu alikuwa anaingia wapi? Kwa nyumba. Inaitwaje? Nyumba inaitwa sinagogi. Na sinagogi ni nini? Ni nyumba. Angalia kwa nyumba ya Biblia inasema kama ni nyumba. Wewe si umejibu ni nyumba, unataka kuongeza nini? Siacha Biblia iseme. Akaingia, kuingia. Mpe Biblia iseme sinagogi ni nini? Wewe unaambia tu wewe ni mfuasi wa Yesu. Yesu anaingia, ni nyumba. Hata tafsiri kwa ni nyumba tu aliingia. Alafu nani mkutano ni wetu? Nani? Unaona sasa? Mpe maiki tafadhali. Wanawake wakitoa msitangane na wanaume. Kando kando. Bro, mpe maiki kwanza. Kama ni Mkristo usikae pamoja na wanaume. Kaa kando, ni mbaya kwa dini yetu. Wanawake kando, wanaume kando. Utatuambia dini inaitwaje? Mpe maiki. Nini maana ya sinagogi? Ameanza kuona wivu, anaona watu wataslimu waolewe. Wakati ya labda ako na mmoja. Wengine wote wanaambia bibi akienda maternity na yeye unaenda. Usiende huko bro. Sinagogi. Maana yake nini? Sinagogi.
Sinagogi. Ukurasa 1229 Muhammad. Ukurasa 1229. 1228. Ukurasa kule nyuma Muhammad. Ndio niona katika ile maneno magumu. 1200. Tuende S. S nimeipata. Sinagogi. Nilikuwa kiona sana lakini hasa kidogo. Hata katika Biblia yangu nasema sinagogi maana yake ni msikiti wa Wayahudi tu. Wewe sister, hebu subiri. Unaweka au na sasa unatoroka. Umeweka mkutano wako hapo. Kuja hapa upewe maiki. Kuna jambo nimesikia nzuri tuambie. Njoo, usitoroke. Si unaweka mkutano wako hapa? Si uje tu kuja, hebu kuja upewe maiki pale. Mwambie aje huko tumkaribishe. Nenda pale upewe maiki tufundishe. Dada yangu nakaribishwa sana hapo. Wewe umelipata? Nimelipata. Haya soma. Sinagogi. Biblia inasema sinagogi. Maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Hebu mpe. Yesu alikuwa anaenda nyumba inaitwaje? Hiyo ni uongo. Mkristo wa kwanza kukubali Biblia ina uongo. Sio Biblia hiyo. Nikupeleka kotini. Chukua maiki msomaji. Tukienda kotini, niulize ulisoma kitabu gani, aya gani? Utasema ulisoma aya gani? Kotini twende kesho. Unajua sio mara ya kwanza mimi nishaenda. Mimi kotini nimesimamishwa nikasoma Biblia nikasoma Qur'ani. Alikuwa ni mambo ya dhana. Sio tutanitisha kunipeleka. Mimi nimeenda kotini kale mara 3 kwa hii mambo ya mahubiri. Subiri. Mpe maiki huyo. Mpe maiki. Mpe maiki. Wachana mambo ya kotini, mpe maiki. Jaji mwenyewe alisema hawezi ingilia hiyo maneno na ni jaji na amesoma na degree. Alikataa kuna akafukuza Wakristo. Angalia ni huyu. Subiri, amesema hiyo andiko ni la nini? Na uongo ati. Hapa kuna Mkristo ambaye hapa kuna Mkristo mwingine. Hapo nyuma. Hapo sister. Sister wewe. Hapo ututhibitishe kama ni Biblia kweli. Ako wapi? Sister, enda pale utuangalie hiyo Biblia utuambie kama ni ya kweli. Tafadhali enda tu. Mchungaji anasema si ya kweli. Enda sister, usiwe na wasiwasi. Ebombe sister kiti hapo akaya kwa mwenye kikonyo. Sister ebuka hapo. Bado tusione haya. Tunafundishana maneno ya Mungu. Ebombe hiyo Biblia iangalie. Ebombe Biblia iangalie. Pastor amesema tini ya uongo. Ebombe kagua kuanzia mwanzo. Hebu fungua peji ya kwanza. Unajua imeanza kurasa 29. Basi chukua ile Biblia nyingine iko kwa gani? Kifunguo tunacho. We have many Bibles. Wacha unatoa hiyo kuna makaratasi imetoka. Hebu mbe maiki sister kaa chini. Pumzika hapo. Unakaribishwa. Hebu kaa usio na wasiwasi, mimi ndio nimekukaribisha. Sisi ni Waafrika wenzako. Mpaka serikali ya kaunti ya Tana River na serikali ya kaunti ya Garissa ya Nazif Jama. Mpaka wale maaskari wako pale wanajua tuko hapa tukihubiri amani. Usiogope sister na wala usio na wasiwasi. Sisi tuna barua kutoka kwa serikali. Tangu serikali ya Kibaki barua iko. Mhubirie watu amani, mlete Waislamu na Wakristo pamoja. Ndio unakuta sisi tunakumbia kiti umewekelea mguuni kama huko kwa huko juu ya hoteli. Lakini wewe na Mkristo ameweka mahubiri akawekea Waislamu kiti. Usaiona? Sisi tunawapenda, tunawaita katika dini ya haki. Kumbe sister yangu Mike. Mware. Mambo. Unaitwa nani? Frinda. Hiyo nyingine? Kinya. Ole mware? Ni ati akore? Koya. Ole ndeto? Otenda. Otema ndo mware? Otema ntu. Haya, hebu angalia hiyo Biblia kama ni ya kweli. Takbir. Mimi naona Biblia ni ya ukweli. Haya, angalia hiyo nyingine imeletwa. Hiyo ndio imeanza mwanzo. Hebu angalia hapo inasema imetafsiria ama imeandikwa na kina nani? Haya, tuende fungua tena. Haya, hapo juu imeandikwaje? Tusomee. Kwa hiyo kurasa ya kwanza. Hebu tusomee. Naona imeandikwa maandiko matakatifu ya Mungu. Yaitwayo? Sinaona imeandikwa Biblia. Kwa hivyo hiyo ni Biblia ya kweli. Ni Biblia ya kweli. Na huyo anasema ati iko na uongo. Umpatie uongo. Kwa hivyo ikasema sinagogi ni nini? Useme mware. Mwalimu ndio nimemwita hapo. Wachana na mwalimu. Huyo anataka kutoroka, anataka kufanya amepigiwa simu atoroke achomoke, tunafanyaga hivyo. Mwalimu, wachana na mwalimu. Hebu songea
songeni nyuma apti. Oh, hebu songeni nyuma mpe apti nini apumue. Songeni nyuma kabisa. Mpeni Mware hewa, apate hewa. Mware. Si Biblia ni ya kweli hiyo? Ikasema Yesu alikuwa anaenda wapi? Nasikia Yesu alikuwa anaenda katika sinagogi ambao kwa Kiswahili. Hebu mfungulie nyuma asome Muhammad. Hassan, hebu msaidie hapo. Atusomee sinagogi ni nini? Yesu alikuwa ni Muislamu. Ukristo imeanzwa juzi na wazungu, wakaja na Yesu mzungu na malaika wazungu na Mungu mzungu na shetani mweusi kama mimi na pembe na mkia. Hao ndio walileta Ukristo. Na wakatupeleka kwa shule tukalazimishwa kuongea Kizungu. Mimi niko shule primary 1970s. Unalazimishwa kuongea Kizungu. Mwalimu Mkikuyu, wewe Mkikuyu. Ukiongea Kikuyu unapewa kitu liko inaitwa sijui monitor sijui nini. Hata unaadhibiwa kwa kuongea lugha yako. Tukakoronaishwa kiakili. Inasema sinagogi ni nini? Muhammad. Si muonyeshe Muhammad. Sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Wewe unatoka Meru ama Maua ama Lale ama Mtwate ama Kaelo? Mimi nimetoka Lale. Unatoka Lale? Lale sikuna msikiti? Msikiti ya Wameru, si ndio? Wala Wameru dini gani? Si ni Waislamu? Sababu Maua kuna msikiti, Lale kuna msikiti, Mtwate kuna msikiti na Kaelo kuna msikiti, si ndio? Hata Kangeta. Paka hapa ukitoka Meru ukipanda junction ya kona na Maua uaje kwenda na Nyuki na Isiolo kuna msikiti. Si ndio? Sini Wameru wanaenda hapo. Dini yao ni gani? Si Waislamu. Sasa hii msikiti ya Wayahudi, Wayahudi ni kabila. Dini yao gani? Mware, ongea na mimi. Sura bila hamsomei maandiko. Mapasta wengi wanataka tu sadaka mnawapelekea. Ukifanya kazi wiki mzima anakuambia toa ndugu, toa dada ulicho nacho. Mungu hataki shilingi, Mungu anataka noti. Na unajua Kenya noti inaanza na chwani. Kama Waislamu. Yesu anafundisha watu wasujudu. Hebu mbe brother Mike. Brother. Naona tunatamatiza muda wetu. Utakuja kesho? Mungu akijalia. Inshallah, Mungu akitufikisha kuja tuendelee kufundishana. Wala hapa hatuingili dini ya mtu. Wala hatutukani. Qur'an imetukataza kutukana. Unaweza kuja kufanya futari kwangu. Wewe kwanza hujafunga. Wewe umefunga? Unajua unaweza kuwa umepiga nimefunga. Umefunga Ramadhani yote ama? Msipi. Sasa unaona anafanya utani. Unajua unaweza kwako kumbe umechinja nguruwe. Atanisha nyama ya nguruwe hizi. Tena naleta utani hata imefunga mshipi. Biblia inasemaje 36:9 Yeremia tukifunga? Biblia inasema mfunge Ramadhani, mfunge saumu ndani ya mwezi wa Ramadhani. 36:9 tukifunga. Inasema hivi. Yeye analeta utani hata imefunga mshipi. Ajabu. Hata nienda futari kwake. Ai. Ni Waislamu hawako. Ni ajabu. Wewe fanya tu utani. Ukifa wewe sio Muislamu, sasa hiyo umekufa. Sasa hiyo umelala ukifa ndio unaamka. Yeye ana habari mwalimu. Yeremia 36 mstari wake wa 9. Yeyote asiyekuwa Muislamu akiwa hai amelala, akifa ndio anaamka. Wakati umewekwa pale kaburini unaanza kuona mambo hujaitarajia. 36:9 Biblia inasemaje? Inasema hivi. Maandiko yanasema hivi katika Biblia mwalimu. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakini, mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 9. Mwezi wa 9 ni mwezi wa 9 na Ramadhani ni mwezi wa 9. Watu wote walikuwa katika Yerusalemu. Ndio. Na watu wote walikuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda. Wakafanyaje? Wakapiga mbiu ya kufunga. Naona kule kwa kina Yesu walikuwa wanafunga mwezi wa 9, lakini nyinyi mkaletoa ingine hata ya kufunga maharagwe. Unafunga kula nyama ati unakula maharagwe. Sijui Pasaka. Maharagwe ni protein na nyama ni protein, si kweli? Kabisa. Tena wanaingojea wakati iko karibu na mwisho wa mwezi, mtu hana pesa ya nyama, anasema amefunga kula nyama ati anakula maharagwe. Sisi habari yako? Mambo? Nakusalimia. Wewe umevaa ribbon ya red. Mambo? Hebu mbele maki hapo nimsalimie. Dada yangu nakaribishwa. Usitoroke bwana. Tunawapenda sana. Usiogope mswali haya. Hebu mpe. Karibu. Mpe maki. Habari yako sister? Unaitwa nani? Evelyn. Kwani wewe ni serikali? Hiyo ingine?
Zangi. Zangi. Unatokea wapi Zangi? Mimi Mkamba wa Mwingi. Umetoka baba ngalikosea Mwingi. Wewe ni Mkristo? Unaonaje wewe Muislamu? Tukununulia buibui usherekee Idi na sisi. Unajua Biblia inasema usherekee Idi, unajua? Haya, hebu karibia pale tukimalizia. Msomaji. Haya, hebu kaa hapa. Wewe kijana, grupa. Waria. Bah. Hebu kaa hapa, anaitwa Evelyn. Hebu kaa hapa uone Biblia inasema usherekee Idi. Hebu nipe Hosea 9:5. Inasema hivi. Haraka. Biblia inafundisha Uislamu ni nyinyi hamsomi. Kabisa. Biblia inasema msherekee Idi. Christmas hakuna kwa Biblia wala Pasaka. Hebu msaidia hapa basi kufungua Hosea 9:5. Amos, Hosea iko wapi? Amos. Ndio. Kubwa. Yaani haraka mkono paka mwalimu. Ni vitabu za mwisho katika Agano la Kale. Hosea 9:5 inasemaje? Hosea 9 mstari wake ni wa 5 mwalimu wangu. Inasema hivi. Maandiko yanasema hivi katika Biblia. Mtafanya nini katika siku za mkutano wa Idi? Hebu muonyeshe kama imeandikwa. Hebu muonyeshe. Idi hapa. Hebu shika Biblia. Ukielekeza usipe mic kwa speaker. Hebu mpe mic, imeandikwa. Sister, imeandikwa Idi. Hosea 9:5, hebu soma. Inasemaje? Utafanya nini? Utafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi? Idi imeandikwa kwa Biblia. Haya, 16:14 Taurati. Kumbukumbu la Taurati, andiko la mwisho hiyo tunafunga. Nataka sisi tusherekee Idi na nyinyi. Kabisa. Tuarike, kuna mahamri, kuna pilau, kuna nyama ya mbuzi. Kwanza hata mimi naisherekea hapa Garissa, najua nyama zitakuwa mingi. Nyama ya ngamia, nyama ya mbuzi. Yaani ni raha. Kabisa. Lakini unakuta ati Christmas wanasherekea kuzaliwa, mtu anasherekea kwa bana kunywa. Anabeba familia, anaenda na yua yote kwa accident na gari. Haraka, Kumbukumbu la Taurati 16:14. Inasema hivi. 16 mstari wake mwalimu ni wapi? Asome. Sister ni msomi, amesoma, amemaliza mpaka form 4. Kabisa. Hebu asome. 14. Amesema nisome. Haya, soma 16:14. Inasema hivi. Inasema hivi. Maandiko yanasema hivi katika Biblia mwalimu wangu. Nawe utafurahi katika Idi yako. Hebu mpe. Muonyeshe tu imeandikwa. Utafurahi katika nini? Nafunga. Mpe maiki. Sister, imeandikwa 16:14. Imeandikwa. Hebu soma. Anasema imeandikwa. Hebu soma. Siski. Nawe utafurahi katika Idi yako. Kwa hivyo Biblia inasema tufurahi katika siku ya Idi. Si ndio? Sasa nani anatangaza Idi? Mathayo 5:25. Nani anatangaza Idi? 5:25 Mathayo. Mfungulie haraka. Haya. Wameona mara mbili. Kwanza Mathayo Agano Jipya. Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Agano Jipya. 5:25. Nani anatangaza Idi? Kabisa. Haya mwalimu wangu. Inasema waziwazi hivi katika Biblia Mathayo 5:25. Mstari wake ni wa 25. Inaanza patana. Inasema hivi. Patana na mshtaki wako upesi uko njiani. Ndio. Asije yule mshtaki akakupeleka kwa kadhi. Mpe. Asije akakupeleka kwa nani? Amesikia? Kwa nani? Amesikia kadhi. Nani ametajwa nani? Kadhi. Kwa hivyo Biblia inasema kadhi ndio anatangaza nini? Chief kadhi anakuwa wa dini gani? Nani? Chief kadhi. Ukisikia chief kadhi ametangaza mwezi umeonekana Waislamu wafunge. Kadhi ni wa dini gani? Kwa Mungu mimi nawahurumia. Nyinyi mnafichwa mambo mingi.
wengi hamsomewi maandiko. Tukutaneni kesho inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.